Je, wa Hungary wametuma ujumbe gani kwa wenye siasa za kizalendo duniani kupitia uchaguzi huu? Saumu Mwasimba amezungumza na mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia barani Ulaya, Dr. Harrison Mwilima, na kwanza ametoa mtazamo wake kuhusu swala hilo. Nadhani ujumbe tunaopata katika bara la Ulaya ikihusiana na hizi siasa za kizalendo ni kwamba Wahungary wameamua kusema siasa hizo hawazitaki, na kitu ambacho kingine ambacho nakiona kwa maoni yangu ni kwamba unajua hizi siasa za kizalendo zimeunganishwa sana na siasa za Marekani za vuguvugu hili la Trump la Make America Great Again, na siasa hizi kwa sasa hivi kwa hapo Ulaya hazipati umaarufu mkubwa. Lakini nakumbuka nilikuwa naangalia kura za maoni tokea J.D. Vance alipoenda Hungary kumpigia kampeni Orban, umaarufu wake ulipungua kwa 3%. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani hizi siasa za kizalendo na jinsi mafungamano yao na Marekani yanavyoweza kuwaathiri katika kupata kura za wananchi, hususan katika kipindi hiki ambacho Marekani pamoja na Israel zimeanzisha vita kubwa Iran, na ambazo zinapelekea sasa anguko la uchumi duniani kote. Viktor Orban ameiongoza Hungary, Dr. Mwilima, kwa miaka 16, na kwenye uchaguzi huu alisimamia karata ya vita vya Ukraine, akiipinga Ulaya namna inavyoitazama vita hii. Kama unavyosema, Marekani ilikuwa bega kwa bega ikimuunga mkono, lakini matokeo ya uchaguzi huu yameitwa ni ushindi wa demokrasia, japo baadhi ya Wahungary wanadai ushindi wa upinzani umetokana na ushawishi wa Brussels. Unafikiri kipi kimewafanya Wahungary kuchagua mabadiliko? Nadhani ni kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea nchini. Tukumbuke kwamba Umoja wa Ulaya una utaratibu wa kutuma misaada ya kimaendeleo, na tukumbuke kwamba Umoja wa Ulaya ulisimamisha msaada mkubwa wa maendeleo kuelekea Hungary, takriban euro bilioni 18. Lakini kitu kingine ambacho Wahungary wamepiga kura ni kwamba kuna changamoto nyingi za rushwa ambazo zimehusishwa na huyu waziri mkuu anayeondoka sasa, Bwana Orban. Kuna swala zima la kuikandamiza mahakama, kukandamiza demokrasia. Kwa hiyo haya yote yalikuwa yanaonekana kama yanaenda tofauti kabisa na demokrasia, na ndio maana tumeona viongozi wengi wa Ulaya au Umoja wa Ulaya wakisema kwamba sasa Hungary wameamua kufuata tena njia ya kidemokrasia kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi huu. Umoja wa Ulaya, kama unavyosema, umefurahishwa mno na matokeo ya kushindwa kwa Bwana Orban. Unaamini huu utakuwa mwanzo mpya katika mahusiano ya Hungary na Umoja wa Ulaya kutokana na vuta ni kuvute zilizokuweko huko nyuma kati ya Orban na Brussels? Nadhani itakuwa ni mwanzo mpya. Itakuwa ni mwanzo mzuri kwa sababu kama tulivyofuatilia hizi kampeni za Bwana Magyar, alikuwa amesema wazi kabisa kwamba anataka kurudisha mahusiano na Umoja wa Ulaya. Tukumbuke kwamba Orban yeye alikuwa ni kati ya viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao alikuwa anaweza kutumia ile kura ya turufu kufanya Umoja wa Ulaya usifanye maamuzi yoyote kuelekea kwa mfano Ukraine. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo Magyar ambaye ataenda kuyabadilisha katika Umoja wa Ulaya. Ila changamoto ambazo zinaonekana mbele yake ni kwamba Hungary ina mfumo kama Ujerumani, kwamba waziri mkuu ni msimamizi wa serikali, lakini kuna rais ambaye yeye ndio sheria zote, yeye ndio mtia sahihi wa mwisho. Kwa hiyo na rais wa Hungary aliyopo sasa hivi ni mtu ambaye amefungamana sana na chama cha Fidesz cha Bwana Orban. Kama inavyofahamika kwamba Orban alikuwa ni kiongozi wa Ulaya aliyekuwa karibu sana na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Kuondoka kwake, Dr. Mwilima, kuna maanisha nini kwa Moscow? Je, ni kusema ushawishi wa Moscow kwa Budapest nao umefikia mwisho? Unaweza kuwa umefikia mwisho, lakini nakumbuka hizi sera za Magyar nazo zinaonekana kama hajaikosoa sana Urusi, kwa sababu tukumbuke kwamba Hungary inategemea sana pia mafuta pamoja na gesi kutoka Urusi.